Ni katika kutimiza azma ya kukutana na makundi mbalimbali, mkuu wa wilaya ya Mjini Unguja Dr. Saidi Haji Mrisho amekutana na kundi la waandishi wa habari kwa lengo la kujitambulisha na kushukuru kundi hilo la waandishi wa habari kutokana na kazi kubwa wanayoifanya katika kuhabarisha umma kwa ujumla. Kwa upande wake, mkurugenzi idara ya habari maelezo Zanzibar, ndugu Salum Ramadhani, amewataka waandishi hao kuweza kutumia sheria zilizopo kwa lengo la kuepukana na changamoto za kimitandao, kama hapa anapoanza kueleza. Tuonane na vyombo vya habari, kuna vya serikali, kuna vya private, tuna online TV na mambo ya radio haya. Tumeona leo tuonane, tuje. Kwanza kabisa mimi ni kujitambulisha. Huu ni mwendelezo ambao toka nimeteuliwa hapa, nimeanza kuonana na makundi tofauti. Nimekutana na watu wenzetu wa mabenki, sekta za fedha, nimekutana na wenzetu wa masuala mazima ya magarage, tumekutana na watu wagonga vyuma, yani tumekutana na watu ambao aidha tuupange mji, aidha ni kero, aidha ni maendeleo kwa ajili ya wilaya yetu. Kwa hiyo katika miongoni mwa mambo kama hayo nikasema leo tukutane na waandishi, tukumbushane. Baada ya kujitambulisha, kuna mambo mawili matatu tuongelee. Haswa tunaongelea kwamba nyinyi ndio mnatupelekea message katika jamii. Tunakupongezeni na kushukuruni sana. Jamii inahitaji taarifa, na taarifa ipelekwe kama vile ilivyotaka ipelekwe, na isipotoshwe wala isipelekwe vinginevyo, itakuja kuzua taharuki. Kwa maana yake nyinyi ni sehemu moja ya amani. Nikiwa ni mwenyekiti wa kamati ya usalama wa wilaya, ninachokihitaji, ninachokifanyia kazi ni amani katika wilaya, na hiyo ndio kazi yangu mama. Ina maana sasa, waandishi mna role gani katika wilaya hii katika kupeleka taarifa? Na ndio maana nikasema leo tuje tukutane. Nyinyi ni watu muhimu sana. Lakini jambo lingine ni kupeleka taarifa ya maendeleo ya wilaya yetu, haswa kwa mambo makubwa anayofanya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ya kuleta maendeleo, miradi iliyokopo, miradi ya kimkakati katika wilaya yetu. Nyinyi mmekuwa ni sehemu moja kubwa ya kutuunganisha na kutupelekea taarifa huko. Lakini vile vile nikupongezeni, nyinyi mmekuwa mnatujulisha sisi sasa, kuna jambo hili, kuna kero hii, tunaomba mheshimiwa ulifanyie kazi, tunaomba mheshimiwa tukaangalie, tunaomba twende field. Na kushukuruni sana kwa kutujulisha, kushirikiana, lakini vile vile kutusaidia katika masuala mazima ya majukumu yetu mama katika wilaya yetu, manispaa zetu. Lakini kuwa sheria ile pale inafanywa mabadiliko haina maana kwamba hakuna sheria ambayo inafanya kazi. Kwa hiyo sheria ipo. Niwaombe tu waandishi wa habari wawe makini sana katika kuripoti habari zao, ili wasije wakaingia katika mkono wa sheria. Kuna hii sheria namba 5 kama nilivyokuambia, lakini kuna sheria vile vile ya tume ya utangazaji. Hasa na nyinyi watu wa online lazima muangalie mjue. Kwa hiyo katika uandishi wa habari, sheria ambayo nilizungumza ya mwaka 1988, sheria namba 5, kuna kipengele ambacho kinawagusia sana waandishi wa habari, ambayo hiyo ni part 4. Hiyo part ya 4 ambayo sasa hii ndio inamzungumzia mwandishi wa habari. Nitaisoma kidogo vipengele kama 5 ili wavijue kwamba tunapofanya kazi tujue tunaongozwa, tuna misingi gani, tutoka gani. Cha kwanza katika sheria hii inaangalia section namba 34, hakuna mtu anayeruhusiwa kukusanya na kusambaza habari bila kibali cha mkurugenzi wa idara